Ndoto 10 hatari zinazoashiria mashambulizi ya kiroho. Katika maisha ya kiroho kuna ndoto ambazo hazipaswi kupuuzwa hata kidogo. Ndoto hizi mara nyingi huacha mtu akiwa na hofu, kuchanganyikiwa au uchovu mkubwa anapoamka. Hizi si ndoto za kawaida, ni ishara kwamba kuna vita vinavyoendelea katika ulimwengu wa roho. Biblia inathibitisha kuwa Mungu hutumia ndoto kuwasiliana nasi. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 33 na mstari wa 14 hadi wa 15 imeandikwa nukuu, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uajiliapo watu katika usingizi kitandani. Kwa hiyo ndoto ni njia mojawapo ambao Mungu huitumia kuzungumza na watu wake. Leo nimekuandalia ndoto 10 hatari zinazoashiria mashambulizi ya kiroho. Kabla tujaendelea na somo letu, nisiwe mchoyo wa shukrani. Napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Hakika ninyi ni watu wa muhimu na wathamani sana kwetu. Tunawaombea kwa Mungu awalinde, awatunze na awafanikishe kwenye kila kazi mnayofanya. Lakini pia kama ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado hujasubscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaziangalie ndoto 10 hatari zinazoashiria mashambulizi ya kiroho. Namba 1, ndoto za kuanguka kutoka juu. Unapoota unaanguka kutoka juu, yamkini labda ni mlima, umejiona labda umesimama juu ya mlima au jengo, au unajiona unatoka angani unaanguka mpaka chini. Hii mara nyingi huashiria, ni ndoto ambayo huashiria kupoteza ulinzi wa kiroho. Lakini pia ndoto hii inaweza kaashiria kushushwa au kudhoofishwa kiroho. Lakini pia ndoto hii inaweza kaashiria hatari ya kushuka katika maisha. Ukijiona unaporomoka, unashuka, unadondoka kutoka kwenye jengo refu unashuka chini, au unadondoka kutokea kwenye daraja unashuka chini. Ndoto hii inaweza kaashiria kushuka katika maisha, kifedha, kiroho au kihusiano. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Luka sura ya 10 na mstari wa 18 imeandikwa, akawaambia, nilimwona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Kwa hiyo ukijiona ndotoni unaanguka, unatoka juu unaanguka kutoka angani kuja chini, unaporomoka, unaanguka, ndoto hii mara nyingi huja kama onyo la kushuka kiroho au kushambuliwa ili uanguke. Kwa baada ya kuota ndoto hii utakiwa kuipuuza kabisa. Ukijiona unaporomoka. Mwingine anaweza kaota anaanguka, anatoka juu anaanguka mpaka chini. Anapofika chini anashtuka, anasema tu nimeota anaanguka, ni ndoto tu. Ndoto ya namna hii utakiwa kuipuuza. Unatakiwa uombe kabisa, kataa kuporomoka, kataa kushuka. Kwa hiyo ndoto hii mara nyingi huja kama onyo la kushuka kiroho au kushambuliwa ili uanguke. Lakini ndoto ya pili, kuota ndoto unakimbizwa na watu au wanyama. Hii ni ndoto ya kawaida sana, lakini ni hatari kubwa. Kuota unakimbizwa na watu, wanyama au viumbe wa kutisha, au unaota unakimbia lakini huwezi kujitetea, huashiria kuna mashambulizi ya moja kwa moja dhidi yako. Adui anajaribu kuingiza katika hofu na au kukudhibiti. Ndio maana ukisoma kitabu cha Zaburi sura ya 23 na mstari wa 4 imeandikwa, naam nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Kwa hiyo ukijiona ndotoni unakimbizwa na watu au wanyama, unaweza kuona unakimbizwa na watu wanataka kukudhuru, unakimbizwa na wanyama, wengine watu wanakimbizwa na ng'ombe, unakimbizwa na simba, unakimbizwa na wanyama wengine hata hawaeleweki, au unakimbizwa na nyoka. Ndoto hii inaashiria mashambulizi. Lakini pia ndoto hizi zinaonyesha vita vya wazi vya kiroho dhidi yako. Ndoto hii inaashiria kuna mashambulizi, inaashiria vita vya kiroho. Kwa hiyo baada ya kuamka unatakiwa uombe, usije ukapuuzia tu kakaa. Ndoto hii utakiwa kupuuzia. Lakini ndoto ya tatu, ndoto za kula au kupewa chakula. Unaota ndoto unakula au unapewa chakula. Naomba hapa unisikilize kwa umakini na vizuri sana. Inategemeana na chakula hicho kikoje. Ukiota unakula, unapewa chakula kizuri, afu uko kwenye eneo zuri, mazingira safi, yani unajiona chakula ni kizuri, uko kwenye maeneo mazuri sana, pako vizuri, hiyo ndoto inakuwa ina tafsiri yake. Lakini ukijiona pia unakula chakula kwenye maeneo yasiyoeleweka,
na watu wasioeleweka, chakula kibaya, yaani unakula mpaka mwenyewe unaogopa. Ndoto hiyo pia na tafsiri yake. Kwa hiyo hii ni moja ya ndoto hatari zaidi. Unaota unakula chakula au unapewa chakula na mtu, manake uingizwaji wa vitu vya kiroho visivyo vizuri ndani yako. Ndoto hii inaashiria kuna kitu ambacho kinaingizwa, labda unajiona unakula chakula kibaya kwenye mazingira ya kutishatisha, manake kuna kitu kisicho sahihi kinaingizwa kwenye maisha yako. Lakini pia ndoto hii inaashiria kufungwa kwa hatima au baraka zako. Lakini ukisoma kwenye Biblia pia utaona dhambi ilianza kupitia kula. Ukisoma Biblia utaona dhambi ilianza kupitia kula. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3 na mstari wa 6 imeandikwa, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Kwa hiyo ukiota ndoto hii ya kula chakula, ni muhimu kujua hiyo ndoto ni mazingira gani, chakula gani, watu gani. Kwa hiyo ndoto hii mara nyingi huashiria uchafuzi wa kiroho au maagano yasiyoonekana. Ndoto namba 4, ndoto za kuwa uchi hadharani. Yaani unajiona uko uchi hadharani, unajikuta uko uchi mbele ya watu. Ndoto hii huashiria aibu, ndoto hii huashiria fedhea. Lakini pia ndoto ya kujiona uko uchi, ndoto hii huashiria kuna vitu ambavyo watu watavijua ambavyo ulikuwa hutaki wewe wavijue. Lakini ndoto namba 5, ndoto za ngono au mahusiano ya ajabu. Hizi ndoto huleta hisia halisi sana. Unaota unafanya mapenzi na mtu usiomjua, au unaota unafanya mapenzi na mtu wa zamani au viumbe wa ajabu. Maana yake ni mashambulizi ya kiroho maana yake pia ndoto hii inaashiria unatawaliwa na mume au mke wa kiroho. Kwa hiyo lakini pia ndoto hii ukijiona unafanya mapenzi inaashiria unatawaliwa na jini mahaba, mume wa kiroho au mke wa kiroho. Lakini pia ndoto hii inaashiria kufungwa kiroho katika mahusiano yasiyoonekana. Lakini kufungwa kiroho, unapojiona ndoto za namna hii ukiwa watu wanafanya mapenzi, huwa zinaathiri maisha ya ndoa au mahusiano halisi. Ndio maana ukisoma pia kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6 na mstari wa 16 imeandikwa, aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye. Kwa hiyo hii ni ndoto hatari sana inayohitaji maombi ya kuvunja vifungo. Kwa hiyo ukijiona unafanya mapenzi na mtu ambaye unamjua au usiyemjua, ndoto hii huwa inaashiria kutawaliwa na jini mahaba. Inabidi uombe, kwa sababu usipoomba huyu jini ana uwezo wa kuharibu hata mahusiano yako ya kawaida. Kama uko kwenye mahusiano, unaweza kushangaa mahusiano yako yanavunjika. Kama uko kwenye ndoa, unaweza kujikuta ndoa haina amani, mambo hayaeleweki, kwa sababu tayari umeshatawaliwa na jini mahaba. Kwa hiyo unatakiwa kuomba kuvunja kila kifungo, kuvunja huo muunganiko. Lakini ndoto namba 6, ndoto za kupotea au kushindwa kufika unapoenda. Unajiona ndotoni umepotea. Labda ulikuwa unaelekea sehemu, ghafla ukapotea, unajiona umepotea ndotoni. Ukijikuta umepotea njiani au unazunguka bila kufika, unachelewa kufika sehemu hiyo, huashiria kuzuia hatima yako, kukwamisha kwa mafanikio na kupoteza mwelekeo wa maisha. Kwa hiyo ndoto hii inaonyesha kuna nguvu zinajaribu kuchelewesha makusudi yako. Lakini ndoto namba 7, ndoto za maiti au watu waliotangulia. Unaota watu waliokufa, labda wanazungumza na wewe, wanakuita au wanakupa vitu. Maana yake ndoto hii huwa inaashiria mashambulizi kupitia roho za mababu au kumbukumbu za zamani. Lakini pia kufunguliwa kwa milango ya kiroho isiyo sahihi. Ndoto hii inaashiria kufunguliwa kwa milango ya kiroho isiyo sahihi. Hii ni ndoto ya tahadhari kubwa sana, hutakiwi kabisa kuipuuza. Unatakiwa kuomba kujitenga na roho za mauti. Lakini ndoto namba 8, ndoto za meno kuanguka. Unaota ndoto unaona meno yako yanaanguka, meno yako yanapukutika. Kuota meno yako yanaanguka au yanadondoka mkononi mwako, ndoto hii huashiria kupoteza nguvu au mamlaka. Lakini pia ndoto hii huashiria hofu ya kupoteza kitu muhimu. Wakati mwingine huashiria habari mbaya au huzuni inayokuja. Kwa hiyo kiroho, hii inaweza kuwa jaribio la adui kudhoofisha sauti yako na uwezo wako wa kuongea au kuomba. Kwa hiyo ukiota meno yako yanapukutika, unatakiwa uombe sana. Ndoto hii pia inaweza inaashiria kuharibika kwa mahusiano na vitu kama hivyo. Lakini ndoto ya 9, ndoto za kufungwa minyororo au kuzuiwa. Labda unajikuta labda umefungwa mikononi au miguuni.
huwezi kusogea, unataka kukimbia lakini mwili hauna nguvu. Ndoto hii huashiria kufungwa kiroho, vikwazo visivyoonekana katika maisha yako, kushindwa kusonga mbele licha ya juhudi zako. Lakini ndoto namba 10, ndoto za nyumba kuharibika au kuanguka. Ukiota nyumba yako inaungua au inaanguka au imejaa maji, ukaona nyumba yako inaanguka au imejaa maji au inaungua, ndoto hii huashiria mashambulizi dhidi ya familia yako, huashiria kuvunjika kwa msingi wa maisha yako. Lakini pia ndoto hii inaashiria migogoro ya kifamilia au kiroho. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 7 na mstari wa 26 hadi 27 utaona Biblia inasema nyumba isipokuwa na msingi huanguka. Kwa hiyo ndoto hii pia ukaona nyumba inawaka moto, unaota ndoto nyumba inawaka moto, ndoto inaweza kuashiria migogoro katika familia. Kwa hiyo unatakiwa kuomba. Hii ni ndoto ya onyo, linda nyumba yako kwa maombi. Unatakiwa uombe sana. Sasa nini ufanye ukiota ndoto hizi? Jambo la kwanza, omba mara kwa mara. Vunja ndoto hiyo kwa jina la Yesu, kataa kila agano lililofanyika kupitia ndoto. Lakini jambo la pili, tubu na kujitakasa. Unaweza kusoma na andiko la kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 na mstari wa 9, imeandikwa tukizungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atatuondolea dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hiyo tubu, jitakase. Jambo la tatu, funika maisha yako kwa damu ya Yesu Kristo. Linda akili yako, mwili na roho yako. Lakini jambo la 4, fanya maombi ya usiku. Hasa saa za usiku wa manane, vita kiroho huwa kali. Muda huo amka kufanya maombi wakati usiku wa manane, anza kuomba. Kumbuka, sio kila ndoto ni ndoto tu. Baadhi ya ndoto ni vita halisi vinavyopiganwa ukiwa umelala. Kwa hiyo ukianza kuona ndoto hizi mara kwa mara, fahamu kuwa kuna kitu kinataka kuvuruga maisha yako, lakini pia kuna nguvu inajaribu kuzuia kusudi lako, lakini Mungu anakupa onyo ili ujilinde. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba uniambie umejifunza jambo gani. Mungu akubariki sana, nikutakie wakati mwema.